Huyo mtu anafanya maasi, ndani ya maasi kabata mandazimu, sio? Yani maasi ndio sababu ya yeye kuwa bangi. Pengine kawa bangi au madawa ya kulevya vyovyote vile, ila maasi yakampelekea kuwa huyu mtu mwenda wazimu. Swali lako ni sasa, swali langu, huyu mtu akafa aliyakuwa yuko kwenye uenda wazimu. Sasa sijui ana nafasi gani kwa Allah na hajapata nafasi ya kutubia. Alhamdulillah, anasema mtu anafanya maasi hapo anapata mandazimu. Imani nimeuliza maasi yenyewe ni bangi, maana bangi imezidi ifutuka akili hapa. Nasema pana maasi nyingine. Na kafa katika hali hii, je, bibi hali yake itakuwa aje? Hali yake tumachie Mungu, sio hivi, si hatujui. Hata kama amekufa katika njia hatari sana, yani Allah amekhatimisha maisha yake kwa mbaya. Inna al-a'malu bil khawatim, na amali binadamu tunaangalia mwisho Allah amemkhitimisha nini. Imekuja hadith maarufu, Mtume anasema mtu huenda anafanya amali watu wa moto na maasi Mungu, lakini kwa moyo wake yeye alikuwa anachukia hii kitu, yani anajuta kila wakati, lakini nafsi imemshinda, anafanya maasi lakini kule ndani anajuta. Allah subhanahu wa ta'ala anamkhitimisha ile ya ndani. Mtume anasema wakati anamkaribia kifo lake, Allah atamjalia huyu afanya wema, alafu watakufa na wema. Mtu mwingine tofauti anafanya amali watu wa pepo, jinsi unaona watu, kumbe anafanya anasali ibada kwa ajili kumuonesha watu tu, sio kwa ajili ya Mungu. Sisi wa ndani hatujui, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema wakati kifo lake imekaribia, Allah anatoa ile yuko ndani, anafanya maasi, anakufa nayo. Kwa anasali, anafanya ibada, mcha Mungu, unamuona dhahiri, siku kifo lake bado siku chache anaanza kunywa pombe, anaingia baa, anakufa kule kule. Sasa tujui huyu kijana huyu anasema anafanya maasi na haba kupata wandazimu. Sasa tujui sisi nia yake ilikuwa nini. Maana sasa tumachie Mungu, lakini amekufa katika mwisho mbaya. Watu awe makini kabisa, Muislamu uwe makini, fanya amali njema ili Allah subhanahu kukhitimisha siku kiyama uwe katika amali njema hii. Na binadamu unakufa wewe wakati uko hai ulikuwa unafanya. Kama wewe ulikuwa kazi yako kuimba tu, wakati unakuja sakaratul maut, wewe watu kwambia sema shahada la ilaha illallah, unaanza kunyimba tu. Ni wangapi nimeona wanakata roho na wanaimba, na wengine wanakata roho wanasoma Qur'ani. Hata mtu kama anapiga sindano hii ya fanya operation hii ya ganzi ya nani mtu nani ila asihisi ni nini ya ganzi, wengine wa daktari anasema unamchoma sindano hii anasoma Qur'ani, kama alikuwa mtu wa Qur'ani, yeye hana fahamu, anasoma Qur'ani, wanafanya operation muda wote anasoma Qur'ani, ile ambayo yuko ndani ya damu yake Allah anatoa. Sasa wewe kama wakati kifo ulikuwa unapenda muziki, mambo huni, mambo hivi, akili yako yote mpira tu, mpaka sala inakupita unaangalia mpira tu, siku ya timu yako umefunga wewe, siku ile hulali, ndio nini? Si ujinga tu, ulale nini? Msapoti mpira, lakini usifike daraja mpaka wewe hulali, una raha, sala usali. Siku moja nimesikia mtu mmoja hata hajafunga. Sasa unamkomesha nani? Si wewe tu utakwama hapa na maasi Mungu. Hii kawaida tu, lakini wewe usifike hatua ambayo unagombana mpaka ugomvi, sio sahihi. Yangu ni Waislamu, mimi sikataa mtu kasapoti mpira, lakini usivuke mipaka. Allah amekuleta duniani hii muabudu yeye. Mambo mengine hatukataa ambayo sio haramu, lakini usivuke mipaka. Kila kitu inazidisha katika kiwango itakuwa haramu. Hata kula na kunywa sio halal, kula na kunywa. Mungu anasema wakulu washrabu wala tusrifu, kuleni kunyweni wala usivuke mipaka. Hii halali, kila kitu ni hivi, usivuke mipaka. Naam.